Mvutano wa kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi umeingia katika hatua mpya baada ya Iran kutangaza hali ya dharura isiyozuilika katika visima vyake vya mafuta vinavyoendeshwa kwa kushirikiana na kampuni za kigeni. Kwa mujibu wa maafisa wa sekta ya nishati wenye taarifa za ndani, uamuzi huo umechukuliwa kufuatia operesheni za kijeshi zinazoendelea katika maeneo muhimu ya usafirishaji wa mafuta, hususan kupitia njia nyeti ya mlango wa bahari wa Hormuz. Njia hiyo ni mhimili mkubwa wa usafirishaji wa nishati duniani, ambapo takriban 20% ya mafuta ghafi pamoja na gesi asilia hupita katika mkondo huo kila siku. Hata hivyo, hali ya usalama imezorota kwa kiasi kikubwa na kusababisha kusimama kwa sehemu kubwa ya mauzo ya mafuta katika eneo la Irani kwenda katika masoko ya kimataifa. Kutangazwa kwa hali ya dharura isiyozuilika kunamaanisha kuwa Irani inalazimika kusitisha baadhi ya shughuli zake za uzalishaji na usafirishaji wa mafuta kutokana na mazingira yaliyoko nje ya uwezo wake ili kudhibiti hali hiyo, hivyo kuondoa wajibu wa sheria katika baadhi ya mikataba ya kibiashara iliyopo Irani. Hatua hiyo imewaathiri moja kwa moja wawekezaji wa kigeni waliokuwa wakishiriki katika miradi ya mafuta nchini humo, huku baadhi yao wakilazimika kusimamisha shughuli kwa muda usiojulikana hadi hali ya usalama itakapotengamaa. Katika hatua nyingine inayoongeza uzito wa hali hii, Iraki nayo imechukua hatua kali kwa kuagiza kusimamishwa kwa uzalishaji wa mafuta katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika bila fidia yoyote kwa mujibu wa masharti ya mikataba, jambo linaloonyesha wazi ukubwa wa changamoto inayoikabili sekta ya nishati katika ukanda huo. Wataalamu wa masuala ya nishati wanaonya kuwa hali hii inaweza kuwa ya athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz kunaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta kwa kasi kubwa katika soko la kimataifa. Kupanda kwa bei hiyo kunaweza kuathiri moja kwa moja nchi nyingi zinazoagiza mafuta zikiwemo nchi za Afrika, ambapo gharama za mafuta ya petroli na diesel zinaweza kuongezeka na hivyo kuongeza gharama za maisha kwa wananchi wa kawaida, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa nauli za usafiri pamoja na bei za bidhaa muhimu. Katika hatua nyingine, kuna hofu kuwa mataifa makubwa yanaweza kuongeza uwepo wao wa kijeshi katika eneo hilo ili kulinda njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa nishati. Hatua hiyo inaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi na hata kupelekea hatari ya migogoro mikubwa zaidi katika siku zijazo. Ni muhimu kufahamu kuwa hali ya dharura isiyozuilika hutangazwa katika mazingira magumu yasiyotabirika kama vile vita au majanga makubwa, jambo linaloonyesha kuwa hali ya sasa katika eneo hilo si ya kawaida, bali ni ya hatari na yenye athari pana kimataifa. Kwa habari za kitaifa pamoja na kimataifa, ni kuombe endelea kusalia nasi kupitia Koplo Media, na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, basi ni kuombe subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya itakayokujia kupitia Koplo Media.